Ukiona msanii anashikilia charts kwa muda mrefu zaidi, I say anastahili pongezi zake. So naweza kusema hivi kwa sababu kwa hiki ambacho kimeonekana kwa mwanadada Abigail Chams kupitia ngoma yake ya Me Too, ambapo mwandani kamshirikisha Harmonize Jeshi. Na tukumbuka tu ni kwamba track hii ilitoka tarehe 28 mwezi wa pili mwaka huu 2025. Ni mwaka fulani hivi naweza nikasema ambao ni mzuri zaidi katika upande wa music, especially kwa Abigail Chams pamoja na Harmonize. Tumeweza kuona jinsi gani ambavyo wakishirikiana katika kazi zao mbalimbali. Tumeweza kuona katika wimbo wa Furaha ambao ni ngoma ya Harmonize, umondani jinsi gani ambavyo Abigail ameweza kuchukua nafasi yake. Lakini hata hivyo unakuja kuangalia katika hii track ambao ni Abigail Chams ameweza kumshirikisha Harmonize, ambapo imetoka tarehe 28 mwezi wa pili mwaka huu 2025. Ina miezi miwili tangu ambapo track hii imeweza kutoka, lakini jinsi gani ambavyo track hii ikiweza kushika nafasi mbalimbali katika majukwaa mbalimbali ya music. Lakini hata hivyo tumeweza kuona utayarishaji wa ngoma hii ilivyoweza kutoka. B-Boy ndio ambaye ameweza kuhusika mwanzani katika masuala mazima ya kuweza kutayarisha hii ngoma. Lakini hata video yake ukiweza kuitazama, kusema ukweli ni video ambayo nzuri zaidi, naweza nikasema hivi. Na ndio maana katika upande wa YouTube video hii imeweza kufikisha views milioni 10 ndani ya miezi miwili. Unaweza ukaniambia ni kwamba ni kwa kiasi gani ambapo Abigail ameweza kupata mafanikio zaidi kupitia wimbo huu wa Me Too, ambapo mwanzani kamshirikisha Harmonize. Lakini hata hivyo unakuja kuangalia, licha tu ya kwamba wimbo huu umeweza kufikisha views milioni 10, lakini ni kwamba wimbo huu upo kwenye top 10 kwa pale YouTube. Una miezi miwili lakini bado unapambana usiweze kushuka. Umeweza kufikisha views milioni 10 ndani ya miezi miwili, lakini bado upo kwenye top 10 kwa pale YouTube. Hii ni jinsi gani ambavyo unakuja kuangalia mwanadada Abigail Chams anapambania music industry kwa nafasi yake. Una maoni gani juu ya hii issue? Nikwambia tu kwamba usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Call me official Rizma. Bye bye.